Barrick wao kama wadau wakuu wa nchi, tunatambua kabisa kwamba ili kuweza kuleta thamani ya madini ambayo tunajua yapo chini ya ardhi ni lazima uwekeze kwenye tafiti. So kwa miaka tangu Barrick ilivyochukua operation kutoka Acacia mwaka 2020, kampuni yetu imeshawekeza zaidi ya shilingi bilioni 100. Hizo ni kama $40 million ambazo zote zimeenda kwenye tafiti kwenye maeneo ambayo migodi ya sasa ipo, na vile vile tumepeka kwenye tafiti kwenye maeneo ya nje ya migodi. Kahama kushuhudia kazi kubwa inayofanywa na kampuni ya Barrick ya kuongeza eneo la utafiti wa kina wa madini. Katika sekta ya madini, madini ni sayansi, hauwezi kukwepa utafiti. Kinachofanyika hapa siku ya leo ni kampuni ya Barrick wanakwenda kuongeza eneo la utafiti wa kina wa madini katika nchi yetu ya Tanzania, ambao kwa mujibu wa taarifa mpaka hivi sasa kwa ukubwa wa kilomita za mraba 945,000 za nchi yetu ya Tanzania. Madini ni maisha na utajiri, ambayo lengo yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefikia asilimia 50 kutoka asilimia 16 iliyopo hivi sasa. Shukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa mstari wa mbele na ameonyesha utashi wa kisiasa wa kuikuza sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Tumeshuhudia mabadiliko makubwa ndani ya Wizara ya Madini, hasa katika eneo la kibajeti. Bajeti yetu imeongezeka na fedha nyingi imeelekezwa kwenye utafiti wa kina. Ndugu zangu, pamoja na kazi inayofanywa na Barrick hapa, serikali na yenyewe pia katika mwaka huu wa fedha na mwaka ujao wa fedha tutarusha ndege ambayo italikava eneo za kilomita za mraba 165,874 sawa sawa na asilimia 18 ya nchi yetu ya Tanzania. Huu ni mradi ambao tutafanya kwa pamoja na wenzetu wa Umoja wa Ulaya, lakini hatua ya pili ya kuhakikisha kwamba tunaongeza eneo kubwa zaidi la utafiti, Mheshimiwa Rais amesharidhia. Hivi sasa tupo katika mchakato wa hatua za kukamilika juu ya ununuzi wa helikopta ambayo itakuwa chini ya taasisi yetu ya jiolojia na utafiti wa madini GST, ambayo pia kazi yake kubwa itakuwa ni kusaidia kufanya utafiti wa kina na kuongeza maeneo mengi zaidi. Kwa ndugu zangu, mnaweza mkaona jitihada kubwa ambayo serikali inazifanya kuhakikisha kwamba tunaongeza eneo kubwa zaidi la utafiti. Ndugu zangu, kipekee kabisa nimefarijika na uwekezaji mkubwa ambao Barrick wameendelea kuufanya katika eneo hili la utafiti. Barrick wametumia shilingi bilioni 100 ndani ya miaka 5 kwa ajili ya utafiti, na utafiti huu ni utafiti wa kina ambao utakwenda kuyagusa maeneo ya Msalala, Nzega, Mogwe pamoja na Igunga, lakini vilevile na Nyang'hwale. Ni maeneo ambayo utafiti huu utayagusa, na mwisho wa siku utafiti huu kukamilika utakwenda kuongeza asilimia za eneo ambalo tumelitafiti, kwa maana kwa kutumia utafiti wa kina. Kama serikali tunaendelea kuwaunga mkono katika kazi kubwa ambayo mnaifanya, na niwahakikishie serikali itawapa ushirikiano mkubwa kuhakikisha nchi yetu inafanyiwa utafiti wa kina, ili tuachane na habari ya uchimbaji wa kubahatisha, uchimbaji wa kuchinja kondoo na mbuzi kunyunyuzia damu, uchimbaji wa kutegemea kuona miti gani imeota kujua hapo kuna madini.
ni uchimbaji uliopitwa na wakati. Uchimbaji wa dunia ya leo ni sayansi, na ninyi Barrick mnatuonesha katika hatua ya awali. Lazima kama serikali tuhakikishe pia tunawasaidia wachimbaji wetu wadogo kuweza kuchimba katika maeneo ambayo yatakuwa yanawaongoza vyema kuliko leo ambapo wanatumia nguvu kubwa na mitaji mingi na muda mwingi pasipo kupata chochote. Lakini pia nafahamu Barrick mkimaliza kufanya utafiti, yako maeneo ambayo huwa kwa mujibu wa mipango yenu hamwezi kufanya uwekezaji mkubwa kwa sababu kibiashara na kiuchumi inakataa. Sasa yale maeneo yote ambayo mtakwenda kufanya utafiti na mkaona kwamba wawekezaji wa Barrick hatuwezi kuwekeza katika maeneo hayo, lakini yanakuwa yana madini, yana reserve, isipokuwa yaendani na uwekezaji wenu, maeneo haya yakirudi serikalini tutayapanga na kuyapima vizuri, watagawiwa wachimbaji wadogo wa nchi yetu ya Tanzania. Haya ndio ambao tutakwenda kuyafanya ili tusaidie pia kuchochea eneo hilo la wachimbaji wadogo. Lakini pia mmezungumza katika taarifa yenu, mnatamani kuona maeneo mengi zaidi ya kufanya utafiti. Taarifa njema ni kwamba mwezi wa pili naanza operation ya kufuta leseni zote kubwa za utafiti ambazo watu wamezikalia au wazifanyie kazi. Mleteeni maombi, nalisema hapa kwenye umma, mleteeni maombi. Ninyi mpo serious, tunataka watu serious. Leseni sio mapambo za watu kuchukua kwenda kuhifadhi kwenye mashelves ndani. Leseni zinatakiwa zifanyiwe kazi. Mwekezaji aliye serious kama yeye akistruggle leo, sisi tutakuwa tunatimiza wajibu wetu. Lazima tuwasaidie, kwa sababu ninyi nia yenu ni njema. Mleteeni maombi katika leseni ambazo tutafuta, pamoja na kuwapa wachimbaji wadogo, lakini pia lazima tuongeze eneo la utafiti. Tunategemea katika muda mchache ujao kwa utafiti ambao mtaufanya, mtakwenda kuongeza mgodi mwingine. Mkiongeza mgodi mwingine, manufaa yanarudi kwa wananchi na kwa serikali kwa ujumla. Serikali itapata kodi, tozo na ushuru, wananchi watanufaika na local content na CSR, lakini vile halmashauri itanufaika na service levy. Hivyo itasaidia kuchochea uchumi kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Miradi ya namna hiyo ni miradi ambayo Mheshimiwa Rais anasema tuiunge mkono kwa nguvu kubwa sana. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu, kama mliwahi kupata mkwamo, basi katika utaratibu ambao tunakuja nao huu tutawasaidia msipate mkwamo.